Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News, uweze kujua nini kinachojiri duniani. Lakini wakati huu tunamtazama Meja Jenerali Mohsen Rezai ambaye pia ni mshauri wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Anasema moja kati ya sababu ambazo zimesababisha kusimama kwa mazungumzo ni rais wa Marekani Donald Trump. Meja Jenerali Mohsen Rezai, mshauri wa masuala ya kijeshi wa kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ndiye alisimamisha mazungumzo kati ya Tehran na Washington, na kuonya kuwa ikiwa vita vingine vitaanza, wigo wake utaenea kutoka bahari ya Hindi hadi bahari ya Sham na Mediterania, kwa maana vita vitakuwa ni vikubwa zaidi, tofauti na kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump anawaza. Lakini pia hali ya uchumi katika ulimwengu itazidi kuyumba kwa kiasi kikubwa kutokana na namna ambavyo wao wamejipanga kwa ajili ya mapambano, lakini kutokana na namna ambavyo wao wamejipanga kwa ajili ya kufanya mashambulizi kumaliza kambi zote za Marekani zilizosalia katika Mashariki ya Kati. Rezai ambaye pia alikuwa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC wakati wa vita vya miaka 8 katika mwaka 1980 kati ya Iran na utawala wa Iraq uliong'olewa madarakani. Marekani na Israel zilishambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu na kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Khamenei, kiongozi muadham, na makamanda kadhaa wa ngazi za juu katika jeshi la IRGC. Iran ilijibu mapigo kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya ngome na kambi za kijeshi za Israel na pia kushambulia maslahi ya Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Iran imesema hadi sasa imeshambulia karibia kambi 20 za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo kambi hizo zinapaswa kujengwa upya. Lakini pia Iran inaendelea kufanya mashambulizi katika baadhi ya kambi zilizosalia, ikiwa ni pamoja na zile zilizopo Bahrain pamoja na Kuwait. Iran hata mnamo siku ya jana Jumamosi imeendeleza mashambulizi yake kutokana na kile ilichokisema ni kushambuliwa kwa ndege zake zisizokuwa na rubani zilizokuwa zikiendelea na doria yake katika maeneo hayo. Iran ilijibu mapigo hayo ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika ngome hizo za Marekani. Meja Jenerali Mohsen Rezai ameitahadharisha Marekani kuhusu kuanzisha tena mzozo na kueleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itapanua vita nje ya Ghuba ya Uajemi, itapanua operesheni za kijeshi kutoka mlango wa bahari wa Hormuz hadi bahari ya Hindi, mlango wa bahari wa Bab al-Mandab, bahari Nyekundu na Mediterania, akisema mpira uko katika uwanja wa Trump na kwamba Marekani inapaswa kuziachilia mali za Iran zinazozuiliwa kama hatua ya kujenga uaminifu mkabala na makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa. Zaidi ya dola bilioni 24 za wa Iran zipo mikononi mwa Marekani, huku wa Iran wakisema kwamba katika kitu ambacho wanakihitaji kwa sasa ni fedha zao. Hawakubaliani na jambo lolote la kusimamisha vita isipokuwa tu kuhakikisha fedha hizo wanaziachilia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue yanayojiri katika dunia.